Nimeshakwambia kwamba mimi ni mwandishi wa maudhui mbalimbali ya kimaisha na maudhui pia ya kiroho. Nimekuwa nikizungumza mahali pengi kwenye maudhui yangu kwamba nidhamu, heshima ndio ukombozi wa mafanikio yako, namna ya kujua kuishi na watu, tabia yako na matendo yako. Na sikuchelea kusema na kuwakaribisha wale wote ambao wamekuwa wakisikiliza maudhui zangu kwamba karibu katika darasa huru la ukombozi wa kifikra, tabia na matendo, The Nyihezi Philosophical Classroom, darasa ambalo lina ukombozi wa kifikra, kuwatoa watu gizani, kuwaleta nuruni na kuambia maisha unatakiwa uishi hivi, tabia hizi acha, zina matokeo mabaya. Ndoa ni kusudi la Mungu. Nina dakika chache, nitasema kwa juu, lakini naamini kuna kitu ambacho utakipata cha kuweza kusaidia. Mungu alipoona Adamu si vyema awe peke yake, akamfanyia msaidizi, mwanamke. Kwa hiyo msaidizi manake ni mtu ambaye anafanyika kuwa baraka kwenye maisha yako. Kuna mahali peke yako huwezi, utahitaji kusaidia, lakini msaidizi anahitaji pia wewe ambaye anakusaidia lazima pia umshike mkono katika safari ambayo mnakwenda. Ni kitolea mfano mdogo, mara nyingi kwenye majumba, mafundi ujenzi utakuta wako wawili ama zaidi. Fundi mkuu anapokuwa juu ya ukuta, anajenga ule ukuta kwa tofali, msaidizi yuko chini, atamwambia ninahitaji kipande cha tofali. Msaidizi atakata kipande cha tofali, atampa. Ninahitaji uchanganye udongo na saruji, atafanya hivyo. Ninaomba uniletee panga, naomba uniletee nyundo. Mwisho wa siku ushirika wao wanamaliza ukuta. Kwa nini ndoa nyingi zinaharibikiwa? Ushirika kati ya fundi mkuu na msaidizi umekufa. Aidha fundi mkuu hatoi maelekezo mazuri kwa msaidizi, au msaidizi hatii na kusikiliza maagizo ya fundi mkuu kwamba lete tofali, yeye anapeleka chepe, ujenzi hauwezi kukamilika. Na ndio hapa ambapo ndoa nyingi na mahusiano mengi yanakufa, ushirika unakufa. Ngoja nikupeleke kwenye maandiko matakatifu uweze kubarikiwa kiroho na yakusaidie kwenye maisha yako ya kimwili, na uweze kuiponya ndoa yako, lakini uweze kuyaponya pia mahusiano yako, kwa sababu msingi wa ndoa ni mahusiano, urafiki na uchumba. Uweze kufikia ndoa, lazima mtaishi kwenye uchumba na urafiki. Uweze kuendelea kuiponya ndoa yako na kuilinda, lazima ukae kwenye misingi ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Efeso sura ya 5, nitasoma mstari wa 22, 23 na 24 na 25 kwa haraka kidogo. Nitakapopata muda ninaweza kulifundisha hili somo kwa upana wake, ili tuokoe ndoa yako, tuokoe mahusiano yako. Kwa nini uharibikiwe alafu ukisimama mbele za watu unajiita daktari, unajiita engineer, unajiita mwalimu na professional mbalimbali ambazo mnazibeba? Elimu yenu inawasaidia nini? Kwa nini mnaharibikiwa? Kwa nini inashindikana watu kutatua changamoto wakati wana elimu kubwa? Kwa kuna mahali yamkini kuna kitu kimepungua, ndicho ambacho